niwaambie Chama cha Mapinduzi, ndio maana muda wote Chama cha Mapinduzi watu hawawapendi kwa sababu hamsimamii ilani yenu mnayoisema kwamba mna ilani na mna dola. Na sintofahamu kidogo, ndani ya halmashauri ya mji wa Tarime kumekuwepo na utungwaji wa sheria kiholela, na utungwaji huu umefikia sehemu wananchi wanakosa haki. Jambo la kwanza, kuna kipeperushi cha kwanza walikitoa. Kipeperushi hiki kama mnavyokiona kilitolewa, na wakati kinatolewa kipeperushi hiki hakikuwa na uelewa wote, nani anajua nini kinaendelea. Lakini baadaye halmashauri ya mji wakagundua kwamba kuna mambo wanayakosea, wakaenda wakarekebisha, wakaja na sheria ndogo wakaziita wao, wakazipa kichwa cha habari inaitwa viwango vipya vya ada ya taka kuanzia Januari 2026 halmashauri ya mji wa Tarime. Naomba nianze kusoma vile viwango ambavyo walivitoa kwa haraka zaidi. Wakasema namba moja, makazi au kaya shilingi 2,000 kwa mwezi. Wakasema betting ni shilingi 40,000 kwa mwezi. Vifaa vya ujenzi hardware shilingi 50,000 kwa mwezi. Stationery shilingi 10,000 kwa mwezi. Bakery shilingi 80,000 kwa mwezi. Hoteli kuanzia vyumba 0 mpaka 10 shilingi 150,000 kwa mwezi. Hoteli kuanzia vyumba 11 mpaka 20 shilingi 200,000 kwa mwezi. Hoteli vyumba 21 mpaka 30 shilingi 250,000 kwa mwezi. Hoteli vyumba 31 mpaka 50 shilingi 350,000 kwa mwezi. Hoteli vyumba 51 na zaidi shilingi 500,000 kwa mwezi. Baba shop shilingi 30,000 kwa mwezi. Mgahawa mdogo, mamalishe au babalishe shilingi 6,000 kwa mwezi. Mgahawa wa kati shilingi 15,000 kwa mwezi. Mgahawa mkubwa shilingi 50,000 kwa mwezi. Nyumba ya kulala wageni pekee shilingi 10,000 kwa mwezi. Nyumba ya kulala wageni pekee shilingi 30,000 kwa mwezi. Nyumba ya kulala wageni yenye baa na mgahawa shilingi 80,000 kwa mwezi. Nyumba ya kulala wageni yenye baa, mgahawa na ukumbi wa starehe shilingi 100,000 kwa mwezi. Ukumbi wa starehe na baa shilingi 100,000 kwa mwezi. Ukumbi wa starehe shilingi 50,000 kwa mwezi. Grocery shilingi 10,000 kwa mwezi. Kiwanda kikubwa shilingi 200,000 kwa mwezi. Kiwanda cha kati shilingi 100,000 kwa mwezi. Kiwanda kidogo shilingi 20,000 kwa mwezi. Zahanati binafsi taka zisizo hatarishi shilingi 200,000 kwa mwezi, shilingi 20,000 kwa mwezi. Kituo cha afya binafsi taka zisizo hatarishi shilingi 30,000 kwa mwezi. Hospitali binafsi shilingi 100,000 kwa mwezi. Hospitali ya rufaa shilingi 150,000. Wauza mbao shilingi 10,000 kwa mwezi. Wapasua mbao shilingi 20,000 kwa mwezi. Fundi seremala wakubwa shilingi 30,000 kwa mwezi. Fundi seremala wakati shilingi 15,000 kwa mwezi. Fundi seremala wadogo shilingi 10,000 kwa mwezi. Fundi chuma shilingi 10,000 kwa mwezi. Karakana kubwa shilingi 50,000 kwa mwezi. Karakana ya kati shilingi 20,000 kwa mwezi. Karakana ndogo shilingi 10,000 kwa mwezi. Duka la jumla shilingi 20,000 kwa mwezi. Duka kubwa au supermarket shilingi 30,000 kwa mwezi. Duka la kati rejareja shilingi 10,000 kwa mwezi. Duka dogo rejareja shilingi 6,000 kwa mwezi. Shule ya msingi ya bweni binafsi shilingi 50,000 kwa mwezi. Shule ya msingi ya kutwa binafsi shilingi 30,000 kwa mwezi. Shule ya sekondari kutwa binafsi shilingi 60,000 kwa mwezi. Shule ya sekondari bweni binafsi shilingi 40,000 kwa mwezi. Duka dogo la chakula shilingi 6,000 kwa mwezi. Duka la kati la chakula shilingi 10,000 kwa mwezi. Duka kubwa la chakula na vipodozi shilingi 20,000 kwa mwezi. Duka la kuuza nyama au samaki bucha shilingi 10,000 kwa mwezi. Duka la dawa jumla shilingi 20,000 kwa mwezi. Duka la dawa rejareja shilingi 10,000 kwa mwezi. Dobi shilingi 3,000 kwa mwezi. Dobi naye anatakiwa alipe ada ya uzoaji taka shilingi 3,000 kwa mwezi. Fundi wa vifaa vya umeme shilingi 10,000 kwa mwezi. Fundi wa kushona kwa kila cherehani shilingi 6,000 kwa mwezi. Kwa kila cherehani, kama una cherehani 10 maana yake shilingi 60,000 kwa mwezi.
Saluni shilingi 10,000 kwa mwezi. Kituo cha kuuza mafuta kikubwa petrol station shilingi 60,000 kwa mwezi. Kituo cha kuuza mafuta cha kati filling station shilingi 30,000 kwa mwezi. Store shilingi 10,000 kwa mwezi. Ghala shilingi 25,000 kwa mwezi. Taasisi za kidini ambazo hizi hata serikali inazisamea kodi, wao wanatakiwa walipe shilingi 10,000 kwa mwezi. Taasisi zisizo za kidini shilingi 50,000 kwa mwezi. Taasisi za kifedha kubwa shilingi 60,000 kwa mwezi. Taasisi za kifedha ndogo shilingi 30,000 kwa mwezi. Klabu ya pombe ya asili shilingi 6,000 kwa mwezi. Kituo cha michezo PlayStation shilingi 20,000 kwa mwezi. Uwanja wa michezo shilingi 10,000 kwa mwezi. Washona viatu shilingi 30,000, shilingi 3,000 kwa mwezi. Store za mkaa shilingi 10,000 kwa mwezi. Store za ndizi mbichi shilingi 6,000 kwa mwezi. Duka la kuuza magari magari yanauzwa na wenyewe wanatakiwa watoe ada ya uzoaji taka kwa mwezi ambayo ni shilingi 50,000 kwa mwezi. Nyumba za video sinema shilingi 10,000 kwa mwezi. Gereji kubwa ya magari shilingi 50,000 kwa mwezi. Gereji ya kati ya magari shilingi 20,000 kwa mwezi. Gereji ndogo ya magari shilingi 10,000 kwa mwezi. Gereji ya pikipiki shilingi 10,000 kwa mwezi. Gereji ya baiskeli shilingi 6,000 kwa mwezi. Sehemu kubwa ya kuoshea magari shilingi 10,000 kwa mwezi. Sehemu ndogo ya kuoshea magari shilingi 6,000 kwa mwezi. Mashine za kusaga nafaka shilingi 10,000 kwa mwezi. Fundi simu shilingi 6,000 kwa mwezi. Wauza barafu shilingi 6,000 kwa mwezi. Wauza mkaa wa jumla shilingi 10,000 kwa mwezi. Wauza mkaa wa rejareja shilingi 6,000 kwa mwezi. Vizimba sokoni shilingi 2,000 kwa siku, maana yake kwa mwezi shilingi 6,000. Wauza ngozi shilingi 6,000 kwa mwezi. Ofisi shilingi 10,000 kwa mwezi. Daharia shilingi 20,000 kwa mwezi. Kituo cha taksi shilingi 300 kwa siku. Kituo cha taksi wakipaki leta 300 kwa siku, maana yake kwa mwezi shilingi 9,000. Kituo cha mabasi shilingi 10,000 kwa mwezi. Lori la mizigo kushusha eneo rasmi, lori la mizigo kushusha eneo rasmi shilingi 10,000. Maana yake mjini hakuna sehemu wametenga maeneo rasmi ya kushushia mizigo, lakini wameweka shilingi 10,000. Lori la mizigo kushusha eneo lisilo rasmi shilingi 20,000. Eneo lisilo rasmi maana yake ile mshusha anakusubiri ili wewe uweze kuja kuchukua hela. Kijiwe cha bodaboda shilingi 5,000 kwa mwezi. Bodaboda na wenyewe wanatakiwa walipe shilingi 5,000 kwa mwezi ada ya uzoaji taka. Maabara za madini shilingi 50,000 kwa mwezi. Fundi vyoo vya aluminium shilingi 30,000 kwa mwezi. Duka la spare za magari shilingi 15,000 kwa mwezi. Duka la spare za pikipiki shilingi 10,000 kwa mwezi. Maabara za vipimo vya afya shilingi 10,000 kwa mwezi. Wafuga samaki shilingi 15,000 kwa mwezi. Nini ninachotaka kuzungumza hapa? Ninachotaka kuzungumza hawa halmashauri za miji au halmashauri za wilaya ama vijiji ama mitaa wamepewa mamlaka yafuatayo. Moja, wamepewa mamlaka na bunge. Bunge limewapa mamlaka, limekasimisha kwamba bunge wamekasimisha mamlaka yao ya kutunga sheria kwa mujibu wa sheria nitakayoitaja hapa, kwa maana bunge hawezi kufanya kazi zote kwa muda wote. Wamefanyaje? Wamekasimisha naomba unisikilize sasa hapa, kwamba katika kuhakikisha kwamba sheria ndogo hizo hazitungwi kiholela au kwenda kinyume na madhumuni yaliyokusudiwa, bunge hutoa mwongozo wa jumla katika sheria mama. Sheria mama ni ipi? Mwongozo huo umeonyesha taratibu za kufuatwa na mamlaka husika katika kutunga sheria hizo. Kwa mfano, katika sheria namba 8 ya mwaka 1982 kifungu namba 80 ambayo ndio sheria mama, bunge linazipa mamlaka za serikali za mitaa uwezo wa kutunga sheria. Sasa kama wamepewa uwezo wa kutunga sheria ndogo ambazo zinahusu madaraka na majukumu yaliyotolewa na mamlaka husika, taratibu za kufuata
wakati wa kutunga sheria ndogo za halmashauri ya mji. Kuna taratibu hizo ndizo ambazo nataka niwakumbushe mamlaka zinazohusika. Moja, majukumu ya uendeshaji wa shughuli katika dola yapo katika makundi au maeneo matatu ambayo ni kutunga sheria, kutafsiri sheria na kusimamia utekelezaji wa sheria hizo. Haya mambo yote yapo. Sasa mahakama hutafsiri sheria na serikali husimamia utekelezaji wa sheria. Katika kifungu namba 80 cha sheria ya mwaka 1982 kwa mfano, bunge linazipa halmashauri hizo madaraka ya kutunga sheria ndogo. Aidha, sheria pia inatoa utaratibu ambao lazima ufuatwe wakati wa kutunga sheria hizo, na kwamba endapo utaratibu huo haukufuatwa, basi uhalali wa sheria husika huwa mashakani. Kifungu namba 81 cha sheria hiyo kinatoa utaratibu wa kuzingatiwa wakati wa kuitunga sheria ndogo husika. Kwa hiyo wahusika waende kwenye hizo sheria waone namna ya utungaji wa sheria. Hatua za utungaji wa sheria ndogo ni kama ifuatavyo. Moja, hatua ya kwanza, mamlaka husika ya serikali za mitaa inatakiwa kutoa tangazo la kusudio la kutunga sheria ndogo. Tangazo hilo lazima litangazwe kwa wakazi wa halmashauri au jamii husika kupitia vyombo vya habari, hususan magazeti na redio, na katika mbao za matangazo angalau wiki 2 kabla ya mkutano unaokusudiwa kutunga sheria kukutana. Ihakikishe taarifa ya kusudio la kutaka kutunga sheria ndogo inawafikia walengwa. Walengwa ni nani? Wadau mbalimbali. Mfano, sisi vyama vya siasa ni walengwa, TCCIA chama cha wafanyabiashara hao ni walengwa, wenye viti wa mitaa kwa maana mitaa yote wao ni walengwa, na wananchi kwa ujumla hawa ni walengwa. Hapo wanatakiwa wafikishiwe hilo tangazo. Taarifa hiyo ieleze wazi juu ya sheria inayotarajiwa kutungwa ili walengwa waweze kupata nafasi ya kutoa maoni yao. Maoni na mapendekezo au pingamizi lolote toka kwa waathirika lazima liwasilishwe kwa maandishi katika kipindi cha angalau siku 14 toka tangazo kutolewa. Kwa kuzingatia maoni mbalimbali yaliyowasilishwa na walengwa kama yapo kuhusu utungwaji wa sheria hiyo, kikao cha mamlaka husika kitaenda kutunga sheria kama ilivyokusudiwa. Maana yake hii sheria niliyoionyesha hapa imeisha kiuka taratibu za utungwaji wa sheria. Maana yake walitakiwa wafanye hivyo kama ambavyo mwaka 2013 sheria zilitungwa na zikarekebishwa. Mwaka 2015 Machi sheria hizo zikatangazwa rasmi ili kuweza kutumika. Baada ya kipindi hicho, hatua ya tatu, utaratibu unaopaswa kufuatwa baada ya rasimu kukamilika unatofautiana kidogo baina ya ule wa mamlaka za miji na zile za wilaya. Wakati mamlaka za wilaya zinapaswa kupitisha rasimu kwa mkuu wa mkoa kabla ya kupelekwa kwa waziri, rasimu za mamlaka ya miji hupelekwa moja kwa moja kwa waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa ajili ya kupitishwa. Rasimu zinaambatana na hizo rasimu zinazopelekwa huko zinaambatana na mambo yafuatayo: na nakala ya muhtasari wa mkutano wa halmashauri husika uliopitisha sheria hiyo. Maana yake tayari vikao vingine vyote vimeshafanyika, ndiyo halmashauri wanakwenda kupitisha. Hati ya mkurugenzi inayowasilishwa kwamba taratibu za kutunga sheria hiyo zimefuatwa, na nakala za pingamizi na maoni mbalimbali yaliyowasilishwa, na endapo kulikuwa hakuna pingamizi au uwakilishi, maelezo huonyesha hivyo. Angalizo: ingawa sheria namba 8 inataka rasimu za sheria ndogo ziende moja kwa moja kwa waziri, utendaji uliopo ni kwamba sheria zote za halmashauri ya miji, manispaa, jiji na wilaya lazima zipitie kwa mkuu wa mkoa. Maana yake hii sheria
na hivi viwango tayari sasa hivi watu wanavitumia hapa halmashauri ya mji, wanavitumia, wameshaanza kukusanya fedha, hatujui vimepitishwa na nani, vimepita kwa mkuu wa wilaya, vimepita kwa mkuu wa mkoa, vimeenda kwingineko huko, na waziri mkuu amevipitisha tayari, huko vinatumika. Na hatua ya 4, kama kutakuwa na pingamizi kuhusu utungaji wa sheria husika, na ikiwa pingamizi hilo halikuondolewa, basi waziri anaweza kupitisha au kurekebisha na hata kuikataa sheria husika. Kwa hiyo hatua ipo, anaweza kuikataa kwa sababu ni waziri mwenye wizara husika. Hatua ya 5, baada ya waziri kupitisha sheria hiyo pamoja na au bila marekebisho yoyote, sheria hiyo lazima itangazwe kwenye gazeti la serikali kabla ya kuanza kutumika. Maana yake hii sheria ambayo tayari wameshatunga hivi viwango vilitakiwa vitangazwe kwenye gazeti la serikali ili viwango hivyo viweze kutumika. Baada ya hapo inakuwa sheria na huanza kutumika kama sheria tangu siku ilipotangazwa kwenye gazeti la serikali. Sasa kuna kitu muhimu sana hapa. Utaratibu huo, naomba kurudia mara nyingine, utaratibu huo ufuatwa vile vile hata katika kufanyia marekebisho sheria ndogo. Hata kama hii ingekuwa inafanywa marekebisho, kwa sababu kuna sheria ambayo hii hapa, sheria ya mwaka 2015 tarehe 20 mwezi wa 3 2015, tangazo la serikali namba 107. Sheria hii ilitangazwa na halmashauri ya mji ikaanza kutumia kanuni hizi, na zilitungwa chini ya kifungu namba 89. Sasa sheria hizi, hata kama hizi sheria sasa zinafanyiwa marekebisho hayo, imesema utaratibu huo ufuatwa vile vile hata katika kufanyia marekebisho ya sheria. Hairuhusiwi kuanza kutumia sheria, zingatia hapa, hairuhusiwi kuanza kutumia sheria husika ikiwa sheria hiyo haijatangazwa katika gazeti la serikali. Kwa mujibu wa maelezo yangu haya, tayari hizi sheria zimetungwa, lakini naomba niwakumbushe madiwani, nimkumbushe mkurugenzi, nimkumbushe mkuu wa wilaya, nimkumbushe mkuu wa mkoa, na hata nikikumbushe Chama cha Mapinduzi kwamba kuna sheria hizi zimetungwa hapa na zinaendelea kutumika sheria hizo, ili hali utaratibu haujafuatwa. Sasa sheria hizi nataka niwakumbushe ili watu waweze kufahamu sheria hizi. Kuna sheria zipo hapa. Hizi sheria zilitungwa, nimesema zilianza kutungwa mwaka 2013, zikapitishwa tarehe 20 mwezi wa 3 2015, na zikatangazwa, tangazo namba 107 zikatangazwa, na hii sheria imetungwa chini ya kifungu cha 28. Ukiingia huko kwenye kifungu cha 28 kimeelezea usipotekeleza hayo mambo nini kinafanyika. Moja, naomba nisome tu ada ya uzoaji taka. Hizi sheria ambazo sasa zipo, ambazo ndizo wangezitumia kwanza, alafu ndio wakaja kutumia hizi hata kama ni marekebisho. Hizi sheria ambazo ndizo zipo kwa sasa, hizi sheria zinasema nyumba za kuishi au makazi kwa kaya ilikuwa ni shilingi 1000. Nyumba za kulala wageni zilikuwa shilingi 2000. Maduka ilikuwa shilingi 1500. Mgahawa mama na babalishe ilikuwa shilingi 1000. Hoteli, bar, grocery ilikuwa shilingi 2000. Vibanda au meza za biashara zilikuwa shilingi 1000. Wachoma chipsi, kuku, nyama ilikuwa shilingi 1500. Saluni ilikuwa shilingi 1000. Mafundi seremala, samani na garage ilikuwa shilingi 5000. Wauza mbao au karakana za kuranda mbao zilikuwa shilingi 5000. Ofisi ama taasisi zilikuwa shilingi 3000. Zilikuwa shilingi 3000. Sasa wakati hizi sheria zinatungwa, naomba niwaonyeshe kitu kimoja hapa. Hii ndio sheria yenyewe ambayo ilianza mwaka 2013, na
nataka niwafundisha hawa madiwani. Hawa madiwani wanatakiwa waelewe, madiwani watumishi halmashauri ya mji, mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, nataka niwafundishe jambo moja: kufuata sheria na kufuata maelekezo ambayo haya yatawasaidia kutunga sheria. Nafikiri sheria hii mnaiona wakati inaanza kutungwa, maandalizi yake utagundua kabisa maandalizi haya yalifanyika kwa ustadi, na hawa watu walioanzisha jambo hili walifanya jambo wanalolifahamu. Moja, nataka nikusomea hapa. Waliandika sheria za serikali za mitaa, mamlaka za miji, sura ya 288, sheria ndogo zimetungwa chini ya kifungu cha 89 ambacho nilikitaja. Sheria ndogo za afya na usafi wa mazingira za halmashauri ya mji Tarime mwaka 2013. Sehemu ya kwanza hapa nataka kuonyesha hawa wanafanya maandalizi ya kutunga sheria, na walipoanza maandalizi ya kutunga sheria wakachukua, nimetaja wadau mbalimbali. Sasa hawa watu wameenda kutunga sheria, hawa madiwani hawa na mkurugenzi huyu. Sijui huyu mkurugenzi anajua anachokifanya, sijui hajui anachokifanya. Ametunga sheria, mwisho anatunga sheria, anakwenda kubandika matangazo. Haya matangazo anaenda kuyabandika, anawaambia wananchi wao walipe kutokana eti huu muhuri aliyougonga hapa, yeye ndio muidhinishaji wa hizi sheria. Mkurugenzi, wewe sio muidhinishaji wa sheria, anayeidhinisha ni waziri mkuu. Kama ambavyo hapa nataka niwaonyeshe leo, mtaona baada ya tangazo la serikali, ukiangalia hapa chini, aliyekuwepo ambaye ni mkurugenzi wa mji wa Tarime alikuwa anaitwa Vanessa Mwamengo, ndiye aliyekuwa mkurugenzi, lakini mwenyekiti wa halmashauri wa wakati huo alikuwa anaitwa Daudi Wangwe. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wakati inaidhinishwa, inakubaliwa, waziri mkuu alikuwa Mizengo Pinda na mbunge. Hii ikaandikwa hapa, na tayari nimetaja gazeti, nimetaja tangazo namba 107. Kwa hiyo mkurugenzi hajui anachokifanya, yeye sio muidhinishaji. Mkurugenzi, nataka nikwambie wewe sio mtu wa kuidhinisha. Lakini nataka nimwambie mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya alituitisha kikao tarehe 7, akakirudisha nyuma akakiweka tarehe 5. Sisi hatukwenda, sisi Chadema hatukwenda kwa sababu tulikuwa na majukumu mengine. Amekwenda haya yote ninayozungumzia kwenye kikao alichokuwepo, wamemrubuni mkuu wa wilaya, haya tayari wakampitishia humo. Mwisho wa siku mkuu wa wilaya ameshikwa macho, hajui nini kinaendelea. Leo haya mapendekezo yanakwenda, hayajafuata utaratibu. Wadau wanaolipa kodi, wanaolipa hizi ada za uzoaji taka hawajashirikishwa, lakini hizi sheria tayari zimebandikwa kwenye mbao mbalimbali, na wakati zinabandikwa kwenye mbao mbalimbali za matangazo hapa mjini, tayari wazoaji wa taka wanaendelea na kukusanya kodi ya taka, wanaendelea kukusanya hivyo viwango vipya. Na ukiangalia hapa juu watasema hivi viwango vilikuwa tumeweka tu, tumebandika. Mmeandika hivi viwango vipya vya ada ya taka kuanzia Januari 2026 halmashauri ya mji wa Tarime. Januari 1 tayari utekelezaji ulishaendelea. Naomba nimwambie mkuu wa mkoa, inawezekana hajui haya mambo. Naomba niwaambie Chama cha Mapinduzi, ndio maana muda wote Chama cha Mapinduzi watu hawawapendi kwa sababu hamsimamii ilani yenu mnayoisema kwamba mna ilani na mna dola. Ndio maana wananchi hawawapendi, ndio maana wananchi hawawasikilizi kwa sasa, kwa sababu ya mambo kama haya mnayafahamu, na najua mmeshirikishwa na nyinyi mmeenda kuyabariki. Mmebariki vitu ambavyo haviwezekani kwenye jamii. Ndiyo tunataka taka zizolewe, ndiyo tunataka viwango viwepo, watu washirikishwe kama zamani walivyokuwa wanashirikishwa. Kwa hiyo nimwambie mkuu wa mkoa, kama wewe umepitisha, kama itakuwa umepitisha kwenye vikao vyako, ama kama wanaleta upitishe,
utaingizwa kingi. Huku utaratibu haukufuatwa kama ambavyo niliutaja. Utaratibu haukufuatwa. Waziri mkuu na waziri wa TAMISEMI, kama mmepokea haya, mjue mtashikwa macho. Huku taratibu hazijafuatwa. Watu wamejichukulia mamlaka mkononi. Huyu mkurugenzi huyu wa halmashauri ya mji, hata simjui anaitwa nani, aligonga tu muhuri, hata hajasaini. Sasa anataka kuja kusingizia yeye hakugonga muhuri. Mkurugenzi, muhuri wako huko hapa, unasema mkurugenzi mtendaji halmashauri ya mji Tarime. Acha mtu akagonga, ni wewe ndio utawajibika. Kwa hiyo naomba waziri wa TAMISEMI na waziri wa TAMISEMI na waziri mkuu, mjue ibara ya 18 ibara ya 18D, sawa. Kila mtu anayo haki ya kupewa taarifa wakati wowote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Waziri mkuu, ujue ibara hiyo Tarime haikufanya kazi, lakini ibara nyingine iko hapa. Ibara ya 46, ibara ndogo ya kwanza. Madhumuni ya kuwapo serikali ya mitaa ni kupeleka madaraka kwa wananchi, na vyombo vya serikali za mitaa vitakuwa na haki na mamlaka ya kuwashirikisha wananchi katika mipango na shughuli za utekelezaji wa maendeleo katika sehemu zao na nchini kote kwa ujumla. Kwa hiyo mjue hizo ibara nilizozitaja, ibara ya 18 na ibara ya 46, ibara ndogo ya kwanza, havikutendewa haki. Katoa utaratibu kwa kile kifungu nilichokitaja, kwa ile sheria niliyoitaja. Sheria hiyo haijatekelezwa. Niwaombe sana wote waliohusika, niombe, kuna vyombo vya uchunguzi, nendeni mkachunguze haya yote niliyoyazungumza, nendeni mkayachunguze ili muone. Mwisho nimwambie mkurugenzi na halmashauri yake na madiwani wake, kuna mambo ya msingi sana ambayo mnatakiwa muendelee kuyafahamu. Kuna kitabu hapa, kama mlikuwa mkifahamu, endeleeni kukifahamu. Najua hamna rejea. Kwa nini hamna rejea? Kwa sababu mna mambo ya kuzima moto. Hichi kitabu kinaitwa kitabu cha rejea kwa waheshimiwa madiwani. Hapa madiwani wanatakiwa wasome kitabu hiki, waelewe namna ya kusimamia halmashauri, waelewe namna ya kufanya kazi ndani ya halmashauri, waelewe namna ya kutunga sheria. Humu ndani pameelezwa namna ya kutunga sheria. Hichi kitabu kimetungwa, na hichi kitabu ukitaka kukifuatilia kwa nani, utaona mambo mazuri yaliyomo, na sisi tulitumia Chadema mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 tukafaulu. Na tulifaulu nini? Tuliweka halmashauri ya mji kufuata sheria na kuhakikisha watu wote wanaiamini halmashauri na wanaamini Chadema, na ndio maana mpaka leo watu wanaipenda Chadema. Leo waandishi wa habari, nimekuja na haya, lakini nitakuwa na mengi zaidi. Kuna mambo yanaendelea hapa mjini, leo sitayataja. Leo nimekuja na hilo tu la wananchi kunyanyaswa. Leo wale wamama wa mboga mboga wanaouza mle ndani dishi, kwenye dishi inawezekana hana hata shilingi 5,000 kwenye dishi au 2,000 kwenye dishi, unataka akupe shilingi 200 kwa kila siku. Dobi ana uchafu gani? Dobi ana pasi yake, ananyoosha. Leo huyu unamtoza. Hawa watu wa maabara, uchafu wao unateketezwa kwa utaratibu. Utaratibu wenyewe wa kuteketeza taka hizi, wanakwenda kwenye insulate, wanapeleka zile taka, wanazisimamia mpaka zinachomwa. Mwisho kwenye hapa nimalizie na bodaboda. Bodaboda na wenyewe wanatakiwa walipe
nyie madiwani mnajinasibu mlichaguliwa na wananchi, mnajinasibu hivyo. Hawa wananchi ndio mnataka walipe kodi kubwa. Na hivi bodaboda ana uchafu gani pale kwenye kituo chake cha bodaboda? Hivi kimfano leo nikwambie wewe diwani, wewe mkurugenzi CCM, mkuu wa wilaya, hebu nikuulize, hawa bodaboda wenye vituo wako kule Malindi, wako pembezoni huko, unakwenda kuchukua kodi ya uzoaji wa taka. Ni taka gani hizo ambazo ziko maeneo haya? Nendeni mkae mtafakari. Mnahudumia wananchi ama mmeingia kukomoa wananchi? Sisi Chadema tunaona mnakomoa wananchi, lakini tumesema tutaendelea kuwasemea. Tutaendelea kuwasemea na hatutachoka kuwasemea, kwa sababu kazi ya kusema ni ya kwetu. Fateni utaratibu kwa mujibu wa katiba ya nchi. Fateni utaratibu kwa mujibu wa hii sheria ndogo ambayo ipo. Sheria ndogo bado ipo. Mkuu wa wilaya wasije wakukudanganya. Sheria ndogo ipo ambayo ilikuwa inatumika. Hizo sheria zingine ambazo wamezianzisha bado hazijapita kwa wadau na wadau hawajashirikishwa. Naomba fateni hayo mambo, muwasaidie wananchi ili wananchi hawa sijui kama watakuwa na imani na nyie. Hata kama mkiwasaidia vipi, imani na nyie CCM tayari imeshaondoka. Wananchi hawana imani na nyie. Ni shauri wananchi, viwango vimeshatoka na watu wanapita sasa. Nimwambie mkuu wa wilaya, nimwambie mkuu wa mkoa, nimwambie waziri mwenye dhamana na waziri mkuu, niwaambie hivi viwango wanavyovizungumza kwamba wametunga, tayari wameshaanza kukusanya fedha, na fedha hizi wanazozikusanya ni fedha haramu. Ni fedha ambayo wananchi hawapaswi kuitoa kwa sasa, isipokuwa warudi kwenye vile viwango vya zamani, wawaombe wananchi, wawaombe wadau watoe fedha za uzoaji wa taka kwa mujibu wa sheria hii. Sheria ndogo ipo kwa mujibu wa sheria hii. Hii sheria, wakati huo mnaendelea kutengeneza sheria yenu hiyo na viwango vyenu hivyo ambavyo hamjashirikisha wadau, tumieni hii sheria kukusanya tozo hizo. Hizi sheria mkikusanya, wananchi waweze kukubali. Waulizeni watu ambao wameenda kukusanya fedha, wananchi walio wengi wamegoma kutoa fedha.